Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa Spika, katika ardhi za vijiji, jumla ya vijiji 10,987 kati ya vijiji 12,333 vilivyosajiliwa na Ofisi ya Rais TAMISEMI vimepimwa mipaka yake. Vijiji vilivyoandaliwa mipango ya matumizi bora ya ardhi ni 4,346 sawa na 35.24% ya vijiji 12,333. Uandaaji wa mipango hiyo umewezesha kutambua vipande vya ardhi 259,080 na kutolewa hati miliki za kimila. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kutenga fedha kupitia bajeti ya serikali, ambapo kila mwaka serikali hutenga fedha kwa ajili ya kazi hiyo. Ni matarajio ya serikali kukamilisha zoezi hili kutegemeana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Fatma Taufik, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu ya serikali. Nina maswali mawili. Swali la kwanza, nini kauli ya serikali kwa vijiji vilivyosajiliwa lakini bado kuna migogoro ya mipaka? Lakini swali langu la pili, je, serikali ina mkakati gani wa kuharakisha mipango ya matumizi bora ya ardhi ili walau ifikie 60%? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Fatma Hassan Taufik, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Kimsingi tumeendelea na juhudi mbalimbali za kutatua migogoro ya ardhi hapa nchini, juhudi ambazo kimsingi nadhani waheshimiwa wabunge wanakiri kwamba sasa tunakwenda kwa mwendo ambao ni mzuri zaidi, na kwamba kauli ya serikali ni kuendelea kutatua migogoro hii ambayo kimsingi wakati mwingine haianzishwi na ile mipaka, ila ni utashi tu wa kibinadamu ambao wananchi wanaweza wakawa wametofautiana katika uelewa wao. Lakini la pili, mkakati wa serikali katika kupandisha viwango vya kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi kutoka hiyo 35% angalau ifike 60%. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia, na hapa ninapoongea hivi karibuni tumepewa karibu shilingi bilioni 5 ziko kazini. Vijana wako kazini, wanaendelea kupitia vijiji mbalimbali kuviwekea mpango ya matumizi bora ya ardhi. Ni matarajio yetu kwamba upatikanaji wa fedha kadiri utakavyowezeshwa na serikali, wizara itaendelea kuweka mipango mizuri ya matumizi katika maeneo ya vijiji vyetu.